Hamasa inaonekana kuwa kubwa sana, hasa kwa mashabiki wa Simba, lakini pia kwa mashabiki wa Al Masry huko nchini Misri. Pengine sasa tukitumia lugha ya uzalendo, nini kifanyike kwa wekundu wa Msimbazi ili kuhakikisha pengine wanapata walau kitu ambacho kinaweza kuwaridhisha mashabiki wao, kwa sababu kuna mashabiki tayari ambao wameshapanga safari na wameshafika kule nchini kwa ajili ya kuisupport timu yao. Kwa wewe kama mtaalamu wa masuala ya kabumbu, pengine nini kifanyike kwa wekundu wa Msimbazi, timu pamoja na management kiujumla, ili kukidhi ile kiu ya mashabiki ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu? Ikumbukwe robo finali ni hatua ambayo imezoeleka kwa Simba, na sasa ni kama wanataka kuvunja ule uteja na ukimya. Na ndo kitu ambacho kwa sasa inawezekana hata wachezaji Simba, management, mashabiki wote wanakuwa na wish kusonga hatua inayokuwa inafuata. Lakini mashabiki kwenda Egypt, nafikiri hii inaweza ikawa pengine ndio swali gumu zaidi kwa wachezaji kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu the fact is ni kwamba unaongelea umbali wa kutoka Tanzania kwenda Misri. Hiyo sio Uganda kaka, au sio Rwanda, sio Kenya. Hapo kunasema unaweza kaondoka na gari nikaenda. Maana yake ili ufike unahitaji upande mwewe, si ndio? Katika kilomita ngapi za kutosha? Lakini ukumbuke klabu haijawalipia fedha ya kwenda kule. Ni mapenzi binafsi. Yaani mapenzi binafsi. Yaani mtu anaamua sehemu ya uchumi wangu mimi naenda kuifuatilia timu yangu inaenda kucheza Egypt. Even though anaelewa kuna mchezo unaofuata utakuwa Benjamin Mkapa ambako hatatumia nauli kubwa. Kwa hiyo unaona kwamba mpira unavoteki hisia za watu. Lakini ikisha kuwa mashabiki wametuma ujumbe kwa wachezaji, jukumu linalobaki ni kwa wachezaji wao wenyewe kutafsiri ule ujumbe na kupeleka maana uwanjani. Na katika hiyo maana ya uwanjani, maana yake tunategemea dakika 90 unapokuwa unacheza sio ujifikirie wewe na Simba kwenda robo finali. Unaifikiriaje ile halaiki ambayo imekufuata kule kwa ajili ya kwenda kutazama hiyo mechi. Kwa hiyo nafikiri kwa wachezaji hili ni deni, lakini hata kocha mwenyewe inawezekana ndio wakati ambao anaweza kaa anatumia lugha nyingi sana ya kuweza kuongea na wachezaji. Tunahitaji kushinda mechi, tunahitaji kushinda mechi, tunahitaji kushinda mechi. Tukishindwa basi tusipoteze, maana yake tutoke sare, then tutajiuliza mechi inayofuata. Then mechi inayokuwa inafuata, kwa sababu kila mechi ina mpango mkakati wake. Ulivyocheza away sivyo utakavyocheza nyumbani. Nafikiri hata Fadlu Davis kwa aina ya wachezaji ambao yupo nao wana uwezo wa kumpa aina ya matokeo anayo yahitaji. Na hususan ni kwenye eneo la midfield tu. Kwa sababu ni eneo ambalo ukiangalia Al Masry wana mchezaji somebody anaitwa Mohamed Faisal. Moja ya viungo bora kabisa kwenye eneo hilo, amekuwa na hudumu katika kiwango bora sana. Kwa ukimwangalia Fadlu Davis, watu ambao tayari ndio wameshaanza creek, naweza nikasema hivyo. Unamwona Kagoma anafanya kazi yake superb sana, lakini pia muangalie Fernandez akiingia kutokea sabu, Fabrice Ngoma, nafikiri yeye kwake inaweza ikawa sio game za ajabu sana, kwa sababu tayari ukanda huo amekaa sana wakati akiwa na Raja Athletic Casablanca misimu kadhaa nyuma huko kabla hajaja Simba. Lakini angalia pia akina Jean Chazoa, akina Elie Mpanzu, nafikiri monster wa game kwangu mimi naweza nikasema kwamba ni Elie Mpanzu. Uwezo wake wa kudribble, na waitaga wachezaji ni ball carrier. Yaani mwenye uwezo wa kutembea na mpira zaidi ya mita 10-15. Na tena faida yake nyingine ni uwezo wa kuficha mara. Ni ngumu sana akiwa na mpira mguuni kuweza kumpokonya haraka. Lakini pia uwezo wake wa kupunguza ile safu ya ulinzi na kwenda kuihumiliate na pengine kuipa ile changamoto ya kutokuwa watulivu zaidi. Na ndo hapa ambapo advantage itakuja kwa wachezaji wengine. Kwa sababu once Al Masry kama wanaweza wakaconcentrate na Elie Mpanzu, maana yake wakishaona ni mchezaji hatari, na naamini tayari watakuwa shafanya research yao, najua mchezaji hatari wa kuchungwa ni yupi. Anaweza sifunge lakini shida yake uwanjani ikawa ni kubwa. Ndio hapa ambapo utakuta akina Ateba, akina Mkwala, sio akina Kip Dennis, akina Chasambi na wengineo, akina Aua wanapata zile space za kwenda kushuti au kutengeneza assist na kuweza kufunga. Kwa hiyo nafikiri Simba sio wanyonge kwenye huu mchezo ukilinganisha na mpinzani ambaye wanaenda kukutana naye. Cha kwanza feeling ya psychology,
kwamba anaenda kukutana na Simba ambao sio ngeni machoni pao wala Egypt. Hata sasa hivi inawezekana tu Egypt wanajua kwamba timu ambayo inakuja kucheza sio timu nyepesi. Inawezekana hata sasa hivi ukiangalia mijadala mingi namna ambavyo wanajaribu kuirespect Simba na kuichukulia uzito kulingana na ilishawahi kucheza na majanti ambao ndio majanti wa ligi kuu ya Misri Al Ahly, na wanapata shida kwenye michezo kadhaa wanakutana. Kwa hiyo hata Al Masry even though kwamba inawezekana ikawa Al Ahly katika ubora wake akashindwa kupata matokeo mbele ya Simba, lakini Al Masry akapata matokeo ya mbele ya Simba. Hiyo inatokea, ni football, kwa sababu ndio mpira wenyewe ulivyo. Ndio moment ambazo zinatufanya tuendelee kuupenda mpira na kufuatilia. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni mechi ambayo bado haikupi picha moja kwa moja kwa Al Masry kwenda kuchukua alama 3-1 au Simba kwenda kuchukua alama 3-1. Even though mechi ni ngumu, nafikiri zaidi tunaweza tukampa mwenyeji advantage pengine ya kupata matokeo ambayo kimsingi na yeye anakuwa anapiga hesabu zake, kwa sababu asipopata matokeo nyumbani maana yake away kuna shughuli. Even though sihalalishi hapa na watazamaji wako wa Katavi Media kwamba nilisema kwamba Simba lazima apoteze. No, hiyo sio guarantee. Yaani naongelea kwenye hesabu za mpira, lakini uhalisia mechi ni ngumu na iacha 50-50. Bwana, huyo ni mtaalamu wa masuala ya kimichezo akifahamika kwa jina la Muyombe Jeyala. Anahitimisha hivyo kwa kusema kwamba mechi ni ngumu, na yeye kama yeye kwa kitakwimu ambazo amekuandalia anakuambia mechi anaiacha katika pande zote mbili, yani 50-50. Bwana, mpaka kufikia hapo sisi tunasema tunatamatisha, na tulikuwa katika uchambuzi wa mechi ya mashindano ya shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Al Masry. Lakini nikukumbusha tu Simba atakuwa mgeni katika mechi hiyo. Na mpaka kufikia hapo bwana, endelea kufuatilia Katavi Media kwa habari mbalimbali za kimichezo. Langu jina naitwa Manobo Abdalla. Nikutakie utazamaji mwema na ufuatiliaji mwema wa masuala ya kimichezo.